taasisi zilizofanywa tathmini za usalama wa mifumo ya TEHAMA, ambako ni mifumo 112 tu ndio ambayo ilifanywa tathmini, lakini nadhani tuna mifumo karibia takriban 800 kama sikosei. Sasa hizi tathmini za kiusalama zinapofanyika kwa udogo namna hii, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapata matatizo makubwa sana. Tunategemea mifumo ya TEHAMA kukusanya kodi, tunategemea mifumo ya TEHAMA kwa ajili ya kusimamia matumizi ya serikali. Sasa hivi mifumo mingi ina matatizo makubwa, ina changamoto nyingi. Mifumo imeanzishwa na kuanza kutumika ikiwa wakati mwingine kazi data na seva bado zinamilikiwa na venda. Lakini mifumo mingine inaruhusu fedha mpaka kuingia kwenye mifuko ya watu, kwenda kwenye akaunti za watu. Alafu bado una changamoto hii kubwa, mifumo yako ya kufanywa ukaguzi. Mkaguzi CAG amelia juu ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya ukusanyaji wa mapato, juu ya kuparalyze kwa mifumo yetu ya usimamizi wa matumizi. Sasa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, kama hili jambo litaendelea na mifumo ya TEHAMA ndio hii ambayo tunayoitegemea. Kama mfumo unaweza ukakaa mfumo au kaguliwi usalama, mfumo unaendeshwa haujakaguliwa usalama, maana yake mtu yote anaweza kutempa nao, mtu yote anaweza kaingia kwenye mfumo akabadilisha takwimu, mtu yote anaweza kaingia kwenye mfumo akafuta kumbukumbu. Usalama wa taifa letu uko wapi? Usalama wa mapato yetu uko wapi? Na jambo hili linasimamiwaje? IGA wana tatizo gani la kushindwa kulimanage hili jambo? Na waziri wa utumishi anatuambia nini kuhusu uwezo wa IGA katika kusimamia hili jambo? Kwa nini mamlaka zinazovunja sheria sasa hivi taasisi ambazo zinasimamia miongozo zinasimamia miongozo na sheria ya serikali mitandao ni 40% tu? Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto ya muda huu nashindwa hata sijui nitaongeaje sasa. Kuhusu Mheshimiwa, sababu zingine nataka kusema tu kwamba utawala bora wetu uko wapi? Mheshimiwa Waziri Simbachawene, taarifa ya CAG, PPRA, FAU, TAKUKURU zinaendelea kuripoti uwizi wa fedha za umma kwa kiwango kikubwa, lakini kuingia mikataba ya usiri ambayo haina baraka za mwanasheria mkuu wa serikali, ambayo haijabarikiwa na bunge hili, na mikataba hiyo ikaendelea. Alafu tuko na waziri wa utawala bora, tuko na serikali inayosimamia utawala bora. Haya mambo yanawezekanaje? Lakini 40% ya watumishi wa umma hawafanyi kazi, na ni taarifa ya waziri mwenyewe. Watumishi wengine wamewekwa benchi, na mwenzangu amezungumza, kwa fitina tu na chuki ndani ya mamlaka, lakini wameachwa tu, na anayefanya hivyo ameachwa tu. Kukabidhi rasilimali za umma kwa wageni, kwa mfano machimbo ya wachimbaji wadogo, taarifa za CAG kutokufanywa kazi. Mifumo na mikopo na matumizi ya fedha za umma hata nje ya bajeti. Haya mambo haya yanaruhusiwaje? Waziri wa TAMISEMI, waziri wa utumishi huko hapa, waziri wa utawala bora huko hapa. Kuna manju mmoja kule kwetu aliwahi kuimba, Dumoga gijozwa orono saba jirade jabademi, anaitwa Mwanachulichuli. Kwa nini tunashindwa kuchukua hatua mahala ambako sisi tunaweza kuchukua hatua? Mheshimiwa Spika na Mwenyekiti, kwa mfano taarifa ya nchi yetu kulipa trilioni 1.438 katika mahakama, tovuti ya KSID inaonyesha kuwa baadhi ya makampuni yamelipwa baada ya kupewa tuzo katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa migogoro na uwekezaji na biashara, ambako nchini kwetu mpaka sasa hivi tumekwisha lipa trilioni 1.438 tena kwa siku za hivi karibuni. Hizi taarifa zinaonyeshwa kwenye tovuti ya KSID, trilioni 1.438. Lakini bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa utumishi na utawala bora. Bunge hili halijawahi kuelezwa na waziri wa katiba na sheria. Bunge hili halijawahi kuambiwa jambo lolote, isipokuwa kule KSID kwenye tovuti ndio wanaonyesha tu trilioni 1.438, ambako hizi fedha hatujawahi kuzipitisha sisi, na hatujawahi kuomba kibali, na hatujawahi kuambiwa kwa nini serikali ilienda kushindwa katika madai hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine mpaka sasa hivi serikalini, kashfa ya wahamiaji haramu kuajiriwa serikalini. Wote tunakumbuka kwamba mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama CDF Jenerali Jacob John Mkunda
alitoa taarifa akisema baadhi ya waomba hifadhi hao na wakimbizi au familia zao wameajiriwa serikalini kwa nafasi mbalimbali na wengine wamepewa teuzi serikalini katika nafasi zenye maamuzi. Nafasi za Watanzania zimechukuliwa na wageni. Kwanza, tuna mfumo gani wa utumishi ambao unaweza kuruhusu mpaka mtu mgeni akaajiriwa? Tuna mfumo gani wa utumishi hapa nchini ambao unaweza ukaruhusu mpaka ukaruhusu mtu ambaye sio raia wa nchi hii akapata uteuzi ndani ya serikali? Tuna mfumo gani? Yanawezekanaje haya? Na taarifa hii kwa sababu ilikwisha tolewa, waziri wa utumishi na utawala bora, una shida gani, una kigugumizi gani kuitolea taarifa kikamilifu ndani ya bunge hili? Ni akina nani ambao wameajiriwa ndani ya nchi si raia wa Tanzania? Ni akina nani ambao wameteuliwa ndani ya nchi yetu sio raia wa Tanzania? Ni akina nani hao na vyeo vyao na hatua zilizochukuliwa na serikali? Kuna shida gani? Kiongozi mkuu wetu wa majeshi ametoa taarifa nyeti kama hii, halafu inanyamaziwa, haitolewi taarifa mwaka jana na hata mwaka huu. Tatizo ni nini serikalini? Asante sana Mheshimiwa Mpina.